Mahakama Kuu ya Tanzania, masjala ndogo ya Dar es Salaam, imetoa siku 14 kwa bodi ya wadhamini ya Chadema upande wa bara na katibu mkuu wa chama hicho John Mnyika kuwasilisha nyaraka zilizotakiwa na wajumbe wa bodi ya wadhamini wa Chadema Zanzibar ambao ni walalamikaji. Nyaraka hizo ni ripoti ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali, taarifa za benki na tamko la mali za chama kuanzia mwaka 2019 hadi mwaka 2024. Amri hiyo imetolewa leo na Jaji Hamidu Mwanga wakati kesi nambari 8323 mkwaju ya mwaka 2025 ilipoitwa kwa ajili ya uamuzi mdogo hii leo. Katika kesi hiyo walalamikaji ni Saidi Isa Mohamed, Hamedi Rashidi Hamis na Maulida Anakom, wakijitambulisha kama wajumbe halali wa bodi ya wadhamini wa Chadema Zanzibar, wakiwakilishwa na mawakili Alvin Fidelis, Dido Simfukwe na Fabian Joseph, huku upande wa wajibu maombi ambao ni Chadema ukiwakilishwa na mawakili Hekima Mwasipu na Dr. Rugemeleza Nshala. Walalamikaji wanadai kuwa katiba ya chama na sheria ya vyama vya siasa zimekiukwa, hususan kwenye mgawanyo wa rasilimali kati ya bara na Zanzibar. Katika uamuzi huo wa mahakama, Jaji Mwanga alisema sheria inaruhusu upande wa pili kuwasilisha nyaraka zilizoombwa iwapo zitathibitishwa na kutumika kusaidia mwenendo wa shauri hilo. Nje ya viunga vya mahakama tumezungumza na wakili wa Chadema Hekima Mwasipu na kutuelezea juu ya uamuzi wa hii leo. Mimi natumika na Batungane kwa ripoti zaidi. Na itakumbuka kwamba waliomba nyaraka zifuatazo. Waliomba tamko la mali za chama, waliomba minutes za vikao vya kamati kuu, waliomba minutes za vikao vya kamati maalum ya Zanzibar, na waliomba minutes za vikao vya secretariat ya kamati maalum ya Zanzibar, waliomba minutes za bodi ya wadhamini, waliomba vile vile bank statement ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo, vile vile waliomba nyaraka ambazo zinahusu mali za chama, kwa maana tamko la mali za chama. Vile vile baada ya mahakama kusikiliza maombi hayo, leo shauri lilikuwa kuja kwa ajili ya maamuzi, na uamuzi ni kama ufuatao. Mahakama imetoa amri kwamba nyaraka zifuatazo ndio ambazo wajibu maombi wanatakiwa kupeleka mahakamani au vile vile kuwapa waleta maombi. Nyaraka hizo ni kama zifuatazo: tamko la mali za chama kuanzia 2019 mpaka 2024, vile vile bank statement kwa maana ya bank statement ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo kuanzia 2019 mpaka 2024, vile vile wapewe ripoti ya CAG iliyokaguliwa kuanzia 2019 mpaka 2024. Na shauri hili limepangwa kuja kusikilizwa tarehe 30 mwezi wa 10 mwaka 2025. Hayo ndio yaliyojiri leo hapa mahakamani. Juu ya uamuzi wa jaji wa kutaka hizi nyaraka tulizotakiwa tuzileta kwenye makundi matatu, binafsi sijaridhika na huo uamuzi, kwa maana ya kwamba zipo hoja ambazo sisi tulizisema vile vile za kwamba hakukupaswa hata kutolewa amri ya nyaraka kutolewa, kwa kuwa mleta maombi Saidi Isa Mohamed alileta maombi yake kwa kutoa taarifa za uongo mahakamani. Amejiita kuwa ni kiongozi mwandamizi wa chama Zanzibar, amedai kwamba nyaraka hizi aliziomba kwa njia za kawaida akanyimwa. Hoja mbalimbali ambazo mara ya mwisho nilizisema hapa. Hoja hizi katika uamuzi ambao jaji ameusema kwetu kwa muktasari hazikutolewa kabisa maelezo ni kwa nini hakuzizingatia. Sababu tunaamini kama angezizingatia, manake hata hii amri ya kutoa hizi nyaraka katika makundi matatu, hii amri nayo isingetoka, kwa sababu maombi hayo yote ya discovery yangetupiliwa mbali. Sasa jaji amesema uamuzi wake wa kimaandishi atausambaza mchana. Nasubiri kwa hamu kuusoma kwa ukamilifu wake huo uamuzi, manake pale ametueleza kwa muktasari maamuzi juu ya hoja nyingine ambazo tulizisema na namna ambavyo zilipaswa kuzingatiwa na uamuzi wa jaji kuhusiana na hoja hizo. Kwa hili ni jambo la pili ambalo ni vyema nikalisemea. Kwa hizi nyaraka katika makundi matatu, pamoja na kuwa turidhiki na huo uamuzi wa jaji, lakini kwa sababu ni jaji amekushatoa amri na mahakama imetoa amri,
tutafanya utaratibu kwa hizo siku 14 alizozisema, kwa sababu katika hoja yetu mojawapo tulisema kwamba tuna zuio tumewekewa na mahakama tarehe 10 mwezi Juni mwaka 2025, zuio dhidi ya katibu mkuu, zuio dhidi ya bodi ya wadhamini, zuio la kutumia ofisi, zuio la kutumia mali. Tulisema kama moja ya hoja zetu kwamba utekelezaji wa maagizo ya kuleta nyaraka utakwama kwa sababu tumezuiwa, lakini vile vile watumishi wako nyumbani ambao wangehusika na nyaraka hizo kutokana na zuio la mahakama na matendo mengine ya msajili wa vyama vya siasa. Sasa jaji ametuhakikishia katika uamuzi wake kwamba pamoja na zuio la mahakama, katibu mkuu na wale watakaohusika na kuandaa hizo nyaraka ili kuzileta mahakamani hawatazuiwa na amri ya mahakama kutekeleza ile amri ya awali, kutekeleza hii amri mpya ya kuleta nyaraka. Na amekwenda mbele zaidi kwa kusema kwamba kama tutapata kikwazo chochote popote kwa yoyote, basi turudi kwake kwa mfumo wa kimahakama kuhakikisha anatoa amri mahususi.